barabara, kwa sababu barabara inatusaidia kwa mambo ya usafiri, kwa mambo ya ukulima, kwa mambo ya uchumi, ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunazalisha uchumi, tunaondoa njaa na tunahakikisha kwamba tunafukuza umaskini. Ndio Kenya iwe na nchi tajiri, tuweze kusonga mbele pamoja. Narok hoye! Narok hoye! Nimekuja hapa Narok vile vile kwa sababu ya mambo ya title deed. Kwa sababu lazima tumalizane na mambo ya title deed. Kila mtu apimiwe shamba yake. Kwanza, nyinyi watu wa Narok, muliniambia, sikizeni, nyinyi watu wa Narok muliniambia ya kwamba mambo ya Mau iwachwe kufanyiwa siasa. Si tulikubaliana tumalizane na mambo ya Mau? Sasa jana nimelete title deed ya Mau Forest. Hakuna mtu tena atarudi pale kwa msituni. Hakuna mtu tena atafanyia siasa mambo ya Mau Forest. Sasa nimetoa title deed kwa jina ya county government ya Narok. Na sasa itakuwa kwa niaba na mali ya wananchi wote wa Narok. Hakuna mtu ataingia kule, na nimepanga pesa ya kuweka fence kilomita 100 nihakikisha kwamba hakuna watu wanaingia kule ndani kwenda kukata miti tena. Si muliniambia tumalize siasa ya Narok Mau? Ama muliambia namna gani? Sema unajua wale watu wa propaganda walikuja hapa wakawaambia ati Ruto akiwa president atajaza watu Mau. Si waliwaambia nyinyi? Si karibu muamini. Lakini sasa mmejua ukweli iko pande gani. Si ndio? Ama namna gani watu wa Narok? Na sio Mau Forest peke yake. Leo nimekuja na title deeds ya watu wa Emurua Dikirr. Jana nilikuwa na title deeds ya watu wa Kilgoris. Leo mimi nilikuwa na title deeds yenu ya watu wa hapa Narok West. Tunaenda pale Oldekesi kwenda kupatiana title deeds ya watu wa sehemu hii. Tunaelewana jameni? Na muliniambia mambo ingine, mambo mawili ya muhimu, mambo ya masomo ya watoto wetu. Mimi nataka niwaeleze watu wa Narok West. Itakuwa ni makosa makubwa sana kama watoto wenu hawatasoma. Kwa sababu tunatumia pesa nyingi ya serikali ya Kenya kusomesha watoto wetu. Tunatumia karibu bilioni 650 kila mwaka. Na kama wewe Mkenya ambaye unalipa ushuru, mtoto wako hajaenda shuleni, wewe ndio mwenye utapata hasara. Kwa sababu unatoa ushuru tunasomeshea watoto wetu na watoto wako hawako huko ndani. Kwa hivyo, mimi wakati muliniambia ninyoroshe maneno ya CBC, nimenyorosha maneno ya CBC. Muliniambia tuajiri walimu zaidi, nimeajiri walimu 76,000 kufikia sasa. Na mwaka huu tena tunaajiri walimu wengine 24,000. Ndio watoto wetu wote wakienda shuleni wapatane na mwalimu, watoto wetu wasome sisi wote. Ndio, kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Nyinyi mtasomesha watoto jameni, watu wa Narok hii, ama mnafanya namna gani? Mtasomesha watoto wenu? Kila mtoto ataenda shule? Na mimi nataka niambie machief, wewe chief na naibu wa chief, mtoto akipatikana ambaye ametosha umri wa kwenda shule na hayuko shuleni, wewe ndio utajibu. Tunaelewana jameni? Masomo kwa watoto wa Kenya sio kwa tafadhali, ni kwa lazima. Kwa sababu tunatumia pesa nyingi, pesa zenu, pesa za ushuru ya Wakenya kusomesha watoto wetu wa Kenya. Na itakuwa ni makosa kama tunasomesha watoto ya wengine na wengine hawajasoma na wanalipa ushuru. Mnanielewa jameni? Kwa hivyo kila mtoto ataenda shule. Hebu nione kama tumekubaliana kila mtoto aende shule. Basi, meamuriwa hapa kwa nini? Sauti ya wananchi ndio sauti ya Mungu. Ama namna gani watu wa Narok? Tumekubaliana? Jambo lingine ambaye lazima niwaeleze. Tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya afya, mambo ya matibabu sio starehe ya matajiri peke yao. Tunataka kila mtu akigonjeka aende hospitali na atibiwe, na hakuna mtu tena tukisonga mbele atauza mali yake ama auze shamba yake ama auze ng'ombe yake ati aende alipe bili ya hospitali. Tumesema sasa ile bima ya afya ilikuwa ya NHIF, tubadilishe, tuweke bima ya watu wote. Ile ya NHIF ilikuwa ni ya watu wenye wako na ajira ama wanafanya kazi. Ilikuwa ni ya watu wenye wako na mali. Lakini tumesema afya
ni mtu mwenye ako na mali, asiwe na mali. Afya ni haki ya kila Mkenya, awe na kazi, asiwe na kazi. Na ndio sababu hiyo tumeweka taratibu na mpango wa SHA ambayo inasajili kila mwananchi. Yule ambaye ako na uwezo atalipa kulingana na uwezo wake. Ule ambaye hana uwezo tutamulipia kama serikali. Ndio kila Mkenya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Narok West, nyinyi mmejiandikisha ama bado? Sauti yenu iko chini. Mimi nauliza, mmejiandikisha ama bado? Hebu nione wale watu wamejiandikisha. Na nyinyi wengine ambao mmejiandikisha mnangoja nani? Mnangojea nani? Ama mko na pesa ya kwenda kulipa hospitali? Mko na shamba ya kuuza? Mko na ng'ombe ya kuuza? Si mtajiandikisha lini? Kesho. Kesho mtajiandikisha. Hebu nione wala nyinyi msinidanganye jameni. Mjiandikishe kwa sababu msikubali watu ya propaganda wanadanganya. Sikizeni. Mnajua Wakenya wangapi wamejiandikisha? Wakenya milioni 22 tayari wamejiandikisha. Na huyu mzee anasema yeye ni moja yao. Sawa sawa? So kila mmoja wetu kujiandikisha ni bure. Wewe unajiandikisha, alafu tutakupima. Na uweze kutundanganya ati huna pesa. Kama wewe uko na pesa tutakwambia lipa 200. Kama wewe uko na pesa mingi zaidi tutakwambia lipa 500. Kama huna pesa yoyote tutakulipia sisi wenyewe. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo? Mwisho. Tumekubaliana jameni ya kwamba hatutaki siasa ya ukabila na chuki na mambo ya kugawanyana. Tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote. Ndio mimi nimetengeneza serikali ya mapana na marefu. Inaitwa broad based. Hata wale ambao tulishindana na wao tumeungana na wao. Tuweze kuunda Kenya moja. Tushirikiane sisi wote. Tufanye kazi kwa pamoja. Tujenge mabarabara pamoja. Tuunganishe mambo ya stima pamoja. Tusomeshe watoto wetu pamoja. Tupange mambo ya afya pamoja. Ndio Kenya hii Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Kutengana ni nini? Mimi nauliza nyinyi watu wa Narok West. Mnakubaliana na sisi tuunganishe Kenya ama mnasema tutenganishe? Mnasema tuunganishe Kenya? Tuungane sisi wote kama wa Kenya. Tuunganishe Kenya yote, kabila zote na dini zote, kutoka sehemu zote. Ndio tujenge barabara, tuunganishe stima, tusomeshe watoto, tupange afya, tupange utajiri, Kenya isonge mbele. Wale wanasema tuunganishe Kenya nione kwa mkono, wala wanasema sasa iko kundi ingine pale ya watu wa ukabila, watu wa chuki, watu wa migawanyiko. Wale tunawaambia chuma chenu kimotoni. Hatuwezi kukubali Kenya ingine ambayo ni ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kabila, misingi ya shares, misingi ya sijui nini. Sisi tunawaambia wale majamaa, Kenya ile ya ukabila na chuki na mambo ya migawanyiko ilipitwa na wakati. Hamuwezi kudurudisha Kenya hiyo ya chuki na ukabila. Hamuwezi kudurudisha Kenya ya madeni, ya kuumiza wananchi wa Kenya. Kenya ambayo tuko nayo ni ya umoja, ni ya watu kuungana, ni watu kushirikiana, na watu kupanga vile tutatembea pamoja kama wananchi wa Kenya. Na watu wa Narok West wamesema barabara ndio hiyo. Ama mmesemaje? Tumekubaliana namna hiyo? Narok West tumekubaliana namna hiyo? Ala, mimi naona kweli mko watu wangwana sana. Si ndio? Sasa wacha mimi sasa nichukue nafasi hii. Mimi nasikia pande hii ni Narok South na pande hii Narok West. Si ndio? Wacha nichukue nafasi hii sasa, kwa sababu viongozi ni wengi. Kwanza wacha nimuite naibu wa rais, Deputy President wa Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki atusalimie.